Mimi ni rafiki mkubwa sana ya ile rafiki yetu anaitwa Kalonzo Musyoka. Mimi ni rafiki yake mkubwa sana. Mimi najua kwamba ni wakili kama mimi, na ameenda shule, amesoma vizuri, na yeye alikuwa mbele yangu, mimi nilikuwa nyuma. Yeye ni senior counsel. Yeye amejikaza kwa mambo ya hii siasa miaka mingi, lakini kuna sehemu moja ameanguka mtihani tu. Ajui ujanja ya kuwa kwa serikali. Ajui ujanja ya kuwa kwa serikali. Unajua former Prime Minister Raila Odinga alikuwa anakaanga na Mungu amlaze roho yake mahali pema peponi, lakini alikuwa mjanja, anajua kujipanga kisiasa. Alikuwa mwanasiasa hodari ambaye alikuwa amenawiri. Alijua kwamba serikali ni kitu ya maana. So kwa hivyo alikuwa akianguka, anapiga kona, anaenda kusalimia rais, anafanya kazi na yeye. Anapiga kona, anasalimia rais, anakuingia serikali. Hata juzi kwa bahati mbaya, saa hizi ingekuwa kwa next election angekuwa na Mheshimiwa William Ruto katika uchaguzi ujao. Lakini huyu rafiki yangu Kalonzo, ukimwambia yeye piga kona hivi ndio watu wapate maendeleo, anakaa ngumu, ati amekauka. Ati nasema aje kwa Kikamba hapa? Bobe na kwetu. Sasa mimi nataka kuambia Kalonzo, wewe kwa sababu umeenda shule, wewe umekuwa vice president ya Kenya, ni mtu unaheshimika, usitembee na watu ambao wanasema uongo. Na wewe ni mtu ya AIC na mimi, usitembee na watu wa kusema uongo na kugawa nchi. Mwishowe juzi walikuwa wanaambia Kalonzo, weka retili kura yako, wewe uko na kura ngapi? Kwa sababu wanaongea mambo ya ukabila. Mimi nataka kumwambia Kalonzo, hakuna haja kungojea kusalimia rais huko mwisho. Salimia saa hii, mpange vile hii serikali inaweza enda mbele kutoka hapa kwenda mbele. Ni kweli ama sio kweli? Na asikubali kudanganywa. Mimi tunajua huyo jamaa kuliko vile yeye anajua. Watu wenye wanatembea na ukabila hawezi saidia Kenya isonge mbele. Nyinyi watu wa Ukambani hapa, mnajua kweli maana ya umoja ya taifa letu na maana ya serikali. Na